Injinia Matesh Tito ni mkurugenzi wa idara ya ishara, mawasiliano na umeme, lakini hapa nimekuja kumwakilisha mkurugenzi mkuu Injinia Machibya Shiwa, na nikijibu swali katika maana ya ujenzi umefikia hatua gani. Ujenzi kwa sasa unaendelea, ulishaanza na kwa sasa hivi uko zaidi ya 11%. Kwa hiyo wananchi wa Kigoma wajue ujenzi umeshaanza, na hata kule wanaona madaraja makubwa, yale maeneo ambayo ni hatarishi, ambayo ni critical kama daraja la Malagarasi, ujenzi wake unaendelea kwa kasi, na mradi huu tunatarajia itakapofikia mwishoni mwa mwaka 2030 utakuwa umeanza kukamilika na kuanza matumizi kwa ajili ya huduma za usafiri wa mizigo kati ya Dar es Salaam mpaka Kigoma. Na tunaposema Dar es Salaam sio tu hapa, ujenzi pia kuelekea bandari ya Dar es Salaam na wenyewe pia umekamilika. Pale ukiangalia Malindi tayari tumeshaanza kupakia mzigo. Kwa hiyo maana yake Kigoma inakuwa imeunganishwa na bandari moja kwa moja. Kwa hiyo kwa mzigo utakao kuwa unatoka nchi jirani, utakao toka Kigoma utaenda bandarini, utoka bandarini utakuwa pia una uwezo wa kwenda moja kwa moja mpaka Kigoma. Na kama unapomsikia mheshimiwa mbunge aliposema, Kigoma sasa hivi sio mwisho wa reli, ni katikati ya fursa. Ni katikati ya fursa. Kwa baada ya kusema hayo, naomba nimruhusu aendelee na press yake. Kwa umesema ni muda gani itachukua kwa mwishoni mwa 2030 mradi utakuwa ushaanza kutumika. Kwa hiyo ni miaka 5. Miaka 4 kutoka sasa hivi. Jamani. Nadhani mmemsikia mtaalamu. Majibu mengine ayaseme mtaalamu ili tuwe tuweke rekodi sawa sawa. Sio hivyo? Kwa kuanzia sasa hivi mpaka 2029 tuna uhakika tayari kipande kitakuwa kimeenea cha Tabora Kigoma. Trilioni 6.23 mama anaweka pale. Mimi na tafsiri yake 2030 mimi nikamserereko pale Kigoma. Hata uje na mchawi wako. Mungu anijalie inshallah. Mwenye swali lingine kuhusiana na SGR. Tuko vizuri. Siku ya uzinduzi watakwenda kumpokea mama, of course tunataja Alikiba. Hata kwenye wanaenda kumpokea mama ni watoto wote wenye asili ya Kigoma. Watoto wote wenye asili ya Kigoma mnaitwa nyumbani. Diamond Platnumz, badilisha ndege yako kutoka Musoma njoo Kigoma. Na tumeshakubaliana na Diamond, amesema anakodisha ndege yake binafsi anakwenda. King Kiba atakodisha ndege yake, atoka na ndege yake hapa Dar es Salaam kuelekea Kigoma. Ni kwao. Sasa kwa mara ya kwanza mafahari wawili watakutana kwenye stage moja ya nyumbani kwao, wakimkaribisha mama na kumshukuru mama kwa kuijenga nyumbani kwao. Na huu ndo muda wa Diamond na Alikiba kuanza kujenga mahoteli nyumbani kwao na kuweka ofisi za maofisi yao. Wasafi kuwe na ofisi kule Kigoma. Alikiba King Music sijui na ile redio yake inaitwa nini? Crown Media, na yeye aweze kuweka ofisi pale King Kiba, na pamoja na wasanii wote ambao wana asili ya Kigoma. Twendeni pale tukamwimbie mama Lekadutigite aone namna ambavyo wishavo weneke. Kuna mwingine na lolote hapo? Diamond na Alikiba kuwekeza mjini Kigoma. Namna yote kuzungumza na Diamond kuhusu projects za kuwekeza kabla hii. Tumeshaongea nao sana, lakini kulikuwa hakuna vivutio vya kumfanya mwekezaji aone kama kweli sasa huyu Baba Levo anatuambia ni sawa sawa. Lakini haya mambo, barabara zilikuwa hakuna. Mama alishatengeneza barabara, kaunganisha Kigoma na mikoa karibia yote. Kulikuwa hakuna umeme wa kudumu. Dr. Samia Suluhu Hassan ameshamaliza swala la umeme. Sasa hivi sisi tunatumia umeme mnaotumia Dar es Salaam, grid ya taifa, na sisi tunaitumia hiyo Kigoma. Kwa sasa hivi ukiweka kiwanda chako, kuna viwanda kule vya simenti vishaanza kujengwa huko Kigoma na vingine vinafanya kazi. Lakini pili, kulikuwa hakuna miundombinu mizuri ya reli ya kuweza kusafirisha mizigo. SGR ndio hii hapa inaenda kujenga. Dr. Samia Suluhu Hassan amemaliza kwenye hilo, na namshukuru mheshimiwa waziri wangu anaitwa nani? Namshukuru sana mzee Makame Mbarawa, mheshimiwa waziri ambaye kiuhalisia ni waziri hodari, pamoja na mkurugenzi wa TRC mzee wangu mzee Machibya. Kazi mnaoifanya, mimi nilitamani kabisa Kigoma ikiisha hiyo stesheni ipate majina ambayo yanaendana na hao ambao wanaipambania kuhakikisha stesheni inakwisha. Maana mzee Mbarawa, nashukuru sana mheshimiwa waziri, Mungu akujalie. Nakushukuru sana mzee wangu mzee Machibya kwa kazi ambayo mnaenda kuifanya Kigoma mjini. Namshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuiona Kigoma. Kupeleka trilioni 6.23 ni hela nyingi sana. Ni pesa ambazo
ungeweza kufanya miradi mingine, ingeweza kuendelea na ingeisha na ingekupa sifa kubwa, lakini hii sifa unaenda kuitengeneza Kigoma, unaenda kutengeneza sifa ambayo inaiconnect Tanzania pamoja na nchi tofauti tofauti. Lakini ajira zaidi ya 15,000 unazoweza kutengeneza Dr. Samia, ni ajira ambazo zinaenda kutusaidia kutupunguzia mzigo sisi wabunge. Kilomita 502 ni kilomita nyingi sana. Kwa tunategemea kwa hiyo miaka 3-4 mradi ukimbie, ili mama yangu pale ambapo utakuwa unaachia kijiti, uachie kijiti ukiwa umeshaizindua sasa reli ya Tabora Kigoma SGR. Nashukuru sana. Tunashukuru sana. Nadhani kwa kusema hayo tunashukuru. Nadhani watu walikaa hapa wakategemea Balevo utatoa tamko sio la Diamond na Zuchu na vitu gani. Nataka niwaambie tu wazi kabisa kwamba ni kweli kuna ugomvi na kiuhalisia huu ugomvi ambao umetokea unaweza ukapelekea hawa watu wakatengana. Tunazuia hilo lisitokee, kwa sababu mimi nikimwangalia Zuchu, nikimwangalia na Diamond, naona ni watu wanapendana sana. Kwa hiyo tutaangalia ni nini kinachosababisha tatizo, tutazuia. Na nataka niwahakikishieni Diamond ataenda kuimba Kigoma akiwa na furaha, kwa sababu mpaka tunafika tarehe 20 tunapoenda Kigoma kuzindua SGR, Diamond atakuwa na mke wake washapatana na mambo yatakuwa ni mazuri, na wakati hata sarakasi ataruka pale mbele ya mama kuhakikisha mambo yameenda sawa sawa. Tuko vizuri sana. Hatuwezi kuongeza kama ni mambo ya mapenzi. Haya, nakusikiza. Unasema Diamond atakwenda kuperform pamoja na Alikiba. Diamond na Alikiba watakutana kwenye stage moja Kigoma. Okay, kuna watu wengine wanasema watoto wa mama ni wasanii. Kwa labda kuna Rayvanny, Harmonize, Zuchu, nani wote watakuwepo au ni watu? Hii ni fursa ya watoto wa Kigoma pamoja na marafiki zao. Kwa hiyo no, marafiki zao. Chino sio mtu wa Kigoma. Mario sio mtu wa Kigoma. Mbosso sio mtu wa Kigoma. Ndio maana tunaalika wote. Rayvanny yuko Bali na mke wake wanakula raha. Sasa tunaweza acha hizo raha, njoo huku. Sasa unajua kule angekuwa tunajenga Mbeya, angeza kuacha ule uchungu wa Kigoma. Kwa Kigoma kama atakuja, inshallah Mungu ni mwema. Lakini waliopo hapa, sisi watoto wa Kigoma na marafiki zetu wote tunakaribishwa Kigoma kwa ajili ya kwenda kutoa burudani. Maneno vizuri kwa ajili ya kwenda kumuonesha mama asante kwa kutuletea SGR Kigoma. Okay. Watu wanasema kwa nini ulimwita Alia shemeji? Hiyo mimi sijui hayo mambo, sijai kumuita. Sichoki ndugu yangu.